Asante sana Filipo Cyprian. Kwanza ni wajuze tu watazamaji wa kipindi cha Viwanjani, kipindi cha kurasa za mwisho kumradhi. Ni kwamba tumeamkia katika eneo la Mabibo mwisho. Bila shaka wenyeji wa Dar es Salaam wanaweza wakaona pembezoni kabisa mwa barabara hii hapa, na hapa pembeni kuna kijiwe cha magazeti, lakini sio tu kijiwe cha magazeti, kuna kahawa hapa ambayo watu kutokana na hali ya hewa ambayo imeamka leo hii katika jiji la Dar es Salaam wanapata kahawa katika kupasha moto mwili. Kuna hali ya mvua nje huko, na ndio maana unaweza kaona kibanda hichi cha magazeti kimefunikwa hapa ili haya magazeti yasiweze kuloa. Na habari kubwa kwenye gazeti la Mwanaspoti hapa, mfupa mgumu. Kuna mambo ya Man City dhidi ya Arsenal, lakini kuna Simba Sports dhidi ya Young Africans. Huu ni mchezo wa NBC Premier League ambao umepangwa kuchezwa tarehe 3 mwezi wa 5. Kuna Rushain Derek, lakini pia Bakari Mwamnyeto, ndio picha ambazo zinaonekana huko. Filipo, umeuliza kuhusiana na huyo mmiliki wa timu huko kutoka Italy akiwa na pendekezo hilo la kusema ya kwamba mechi ichezwe dakika 50 badala ya 90. Mimi kwanza kwa maoni yangu nafikiri ni jambo ambalo kimsingi kwanza litapoteza ule uhalisia wa mchezo wa mpira. Sisi tumezoea tangu enzi ya kwamba mchezo huu wa mpira uchezwe dakika 90. Sasa ukianza kuingiza vikolombozo vingine hivi unaweza kupoteza asilia ya mchezo wenyewe, lakini hata ladha ya mchezo wenyewe. Kama unakumbuka vizuri Filipo, hata VAR mwanzo ilipata upinzani kidogo. Watu walikuwa wanatamani kuona yale malalamiko, hii goli au sio goli, yaendelee vile vile badala ya kutumia hii mifumo. Kwa hivyo hilo analolisema la dakika 50 huenda likapata shida. Na ngoja tu waulize ndugu yetu hapa kwanza, anasema bwana, habari yako? Salama. Upo vizuri kwanza? Fresh kabisa. Mpira mpaka sasa unachezwa dakika 90. Leo hii ikiamuliwa ya kwamba mchezo huu wa mpira uchezwe dakika 50. Kwako wewe unalionaje badala ya dakika 90? Dakika 50 ambayo ni dakika 100. Dakika 50 tu. Yaani badala ya dakika 90, dakika 50. Hamna bwana, kwa sababu hata radha, hata mtu akiingia uwanjani amelipa hela yake, hata yani mtu akienda kutazama atapata ile radha, uondo wa mpira. Uondo wa mpira ni dakika 90 fresh kabisa, kwa sababu kila mmoja anaenjoy hela yake aliyotoa, anaenjoy kuona watu wanavyocheza, na mtu huwa anakwenda na geni kila dakika. Dakika 25 chache sana. Sawa. Yes, bila shaka Filipo na watazamaji wa kurasa za mwisho wameweza kusikia maoni ya ndugu yetu hapa. Twende sasa katika mambo yetu. Jana palifanyika draw ya CRDB Bank Federation Cup. Na nikwambia Filipo na watazamaji wa kurasa za mwisho, nilipofika tu hapa nilikuwa nasikia anatajwa sana Ramadhan Salum Chobwedo wa TRA. Hapa TRA imepangwa na Simba Sports, lakini Young Africans imepangwa na JKT Tanzania, wakati Azam FC imepangwa na Mashujaa. Tuwasikie hapa ndugu zetu kwa nini walikuwa wanamtaja sana Chobwedo. Bwana, mambo vipi? Salama tu bwana. Chobwedo ndio jina ambalo nimelisikia nimepofika hapa. Habari ya mjini sasa hivi. Ndio. Kwa nini ulikuwa unamtaja Chobwedo? Shughuli yake inajulikana. Sasa jana ameweka kamba jana. Jana katika jana. Bwana Chobwedo amefunga jana? Allah. Habari ya mjini sasa hivi. Chobwedo huyu? Chobwedo habari ya mjini. Kamuulize Kibabaji. Katika mchezo dhidi ya Pamba Jiji? Kamuulize Kibabaji alichofanywa. Nani? Kibabaji. Wewe Yanga. Ndio. Ngoja kwanza. Watu wa Simba hebu sogeni kwanza. Sogeni huko watu wa Simba. Watu wa Simba tusogee kwanza huko. Bwana sogea huko. Shaka sogea huko bwana. Sogea huko bwana. Unaogopa? Umesikia jina la Chobwedo mpaka unaogopa? Siogopi. Bwana, nilipofika hapo walikuwa na ari ya kuzungumza. Chobwedo si kwamba ni mchezaji mbaya, mchezaji mzuri, ila wakati mwingine anaweza kukutana mpinzani mwenzake akaonekana hafai, lakini hali yake anafaa. Simba, wewe ni shabiki wa Simba? Mimi ni shabiki wa Simba. Ulivyosikia umepangwa na TRA katika mchezo wa robo finali ya CRDB Bank Federation Cup, kitu gani kikakujia katika akili yako? Mechi si rahisi wala si ngumu, lakini kadri ya jinsi tutakavyojipanga tutapata matokeo. Tukijipanga vibaya tutapata matokeo mabaya, tukijipanga vizuri tutapata matokeo mazuri. Kwa hiyo tutapambana. Lakini nilivyosikia TRA ukawaza hapa kuna Chobwedo hapo. Ni kweli, sio kwamba TRA ni wabovu. Juzi tumecheza nao, uliona mechi ilivyokuwa. Kwa hiyo tunarudiana nao, kwa hiyo tutajipanga tofauti na vile tulivyocheza nao, tutawapiga. Sawa. Kwa hivyo unavuka? Napita kwa uwezo wa Mungu. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Bwana, wewe bwana, kwa nini ulikuwa unamtaja Chobwedo?
Abreki inajulikana. Eh? Inajulikana mjini hapa. Wewe umeogopa? Mimi simuogopi. Wewe alikunyosha? Hajaninyosha yule. Mwanja si ule. Wewe kwani ulipata nini kutoka kwa TRA? Mimi draw. Kwani Simba amepata nini? Kapata draw lakini show yake aliona. Wewe hujaiona Chobwedo? Kwani Chobwedo amejitambulisha? Funga goli kakataliwa. Yeye refari akaja kufungiwa. Bwana, hebu ngoja. Bwana wewe shabiki wa Simba sio? Simba Sports Club. Wewe bwana anakutisha eti na Chobwedo? Chobwedo mchezaji kawaida, mchezaji wa kizamani ashapita na kati. Sio maana winga anakimbiza mpaka mwisho. Yeye mwenyewe anasema yeye ni winga wa kizamani. Wa kizamani kama Kisinda anavyoona faida hana yule. Anaenda baadaye faida hamna. Piga mpira nje au anapiga cross mbovu. Ndio alivyo. Eti anasema alikunyoosha eti. 10 na goli moja. Sasa winga sasa hivi atakuwa hivyo. Mchezaji wa kizamani yule. Sawa. Wewe muogope? Wa kawaida sana yule. Mimi napiga 3 mimi na hiyo yupo kwani wewe hawajui ya. Umepiga 3 na hiyo yumo Chobwedo yumo. Bwana, habari yako? Salama sana. Mbona kama unamsikiliza kidhara? Sasa huyu lazima nimsahau mtoto huyu. Huyu mtoto. Mtoto huyu bwana au mtoto timu yake nayo Timu yake Simba. Kweli? Tafadhali. Ndugu yangu. Tumepiga mara ngapi sasa hizi? Zanzibar kule inasemekana ulimi ulikuwa nje? Hamna. Haukuwa nje. Ulimi unakaaga ndani. Utakuwa nje. Tarehe 3 uiogope? Tena hapo ndo umependa. Umeona unakwenda kwa Mkapa. Achana Zanzibar kwa Mkapa hapo. Unapataka kwa Mkapa? Wanapajua. Kalai la moto lile. Babu we, wanapajua hawa. Waulize pale mara ngapi? Mara 5 wanapigwa pale pale. Sasa tena itakuwaje? Yaani wanapigwa wanageuzwa kama chapati tu. Bana, ngoja. Bana, ni kweli kwa Mkapa eti hawa jamaa hawapaogope eti. Hawa wanajua hicho wakuta. Mara ya mwisho akula 12 hawa walifungwa goli. Sawa. Goli 5 bila walifungwa kwa Mkapa hapa. Wanapajua. Walifungwa na nani? 2012 na Simba Sports Club kwa Mkapa. Ndio ilikuwa ndo mara ya mwisho. Kama kahama wenyewe wanajua. Sawa. Mechi 6 vile tu tufunga marefa amewasaidia. Kwani usimwaje juzi? Ngoja. Twende kwenye mpira bwana. Twende kwenye mpira. Umeona mwenyewe Zanzibar. Tumepiga chuma refa kaweka mfukoni. Ngoja. Huyu bwana mbona anatabasamu kana? Wewe shabiki wa timu gani? Mimi ni mshabiki wa timu kubwa Tanzania. Si nyingine ni Young African. Tafadhali. Mwananchi. Kuna Simba ujue. Simba. Kuna Azam. Kuna TRA. Hizo zote unazozitaja kwa Yanga zinapoa. Kwa Yanga zinapoa. Wewe hujapoa kwa TRA? Mimi. Sifanyaje? Kwa TRA hujapoa? Kwa TRA? TRA Chobwedo? Yaani Yanga ndo timu ya Tanzania. Nadhani mwenyewe juzi yule jana umeona mwenyewe 6-0. Kwani hizi zingine za nchi gani? Hizi zingine za nchi gani? Za hapa zote. Lakini Yanga ndo timu kubwa. Simba huyo katoka bavuni mwa Yanga. Kelele tu nyingi lakini Simba ni baba yake. Wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Method Peter Nzagamba. Hebu tupate shabiki wa Simba. Shabiki wa Simba ndugu zangu. Watu wa Yanga wanatamba sana. Imekuaje leo? Shabiki wa Simba. Shabiki wa Simba. Shabiki wa Simba. Hebu njoo bwana. Filipo Cyprian. Mashabiki wa Yanga ni kama wameteka kijiwe hapa. Wanatamba wao tu. Sijui hali ya mvua hii kidogo inawafanya mashabiki wa Simba wawe wenye manyuma. Lakini sidhani kama wanawaogopa hawa watu. Lakini nilipofika hapa nikwambie tu niliwakuta mashabiki wa Simba tena wengine wakiwa na jezi zao. Huenda ni kwa sababu kumekucha na ni muda wa kwenda katika harakati za kutafuta riziki, wamekwenda huko. Kwa hivyo kupangwa na TRA, kupangwa na JKT Tanzania, wewe hapa unazungumziaje Yanga Africa? Nimefurahi sana. Unaenda kucheza Meja Jenerali Samu. Tena Samu hiyo. Mimi napenda uwanja mpana. Wewe hujawahi kushinda pale. Kumshinda nani? Pale JKT Tanzania. Hiyo sio tatizo. Inategemea nilikuwaje. Lakini sasa hivi huyu bwana atapigwa kuanzia goli 3. Pale Meja Samu. Urudi tena kesho yake baada ya mechi uje hapa uniulize. Umesema unaitwa nani? Kwanza mimi naitwa Norbert John aka Madega Maugila. Sasa mbona uzi wa Azam? Azam naipenda. Unaipenda na yenyewe? Kwa lazima upende timu moja. Inakufurahisha? Kwanza Azam FC inafuata upinzani kwa Yanga, sio Simba. Wewe upinzani wetu. Wewe bwana. Sasa je? Azam ni upinzani wetu. Lakini sasa hivi sio mpinzani wetu. Ni mpinzani wako ni Azam FC? Simba ni mtani. Azam ndio mpinzani. Na ndio yuko karibu hata hivyo. Hata hapa wewe subiri tu. Yeye atakuwa nafasi ya pili. Ligi ikija kuisha. Nafasi ya pili Azam. Nafasi ya pili nani? Tunaondoka naye huyo. Filipo, mimi na ndugu yangu Mohamed Mwishehe na dereva wetu Wilbrod tunamaliza hivyo kutoka hapa Mabibo. Mwisho turejeshe matangazo kwako Filipo Cyprian.